CNN yafanya uchunguzi mzito kuhusiana na mauaji yaliyotokea nchini Tanzania na kutengeneza ushahidi ambao pengine ICC itatumia kumtia ndani Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kutokana na uchunguzi wa CNN katika makutano ya barabara moja mjini Arusha saa 9:27 alasiri ya Oktoba 29, risasi moja tu ilitosha kumaliza maisha mwanamke mwenye mimba ya miezi mitatu. Alikuwa amebeba fimbo na jiwe dogo mkononi, lakini alikuwa akitoroka. Mgongo wake ukielekea kwa polisi. Risasi ilimpata mgongoni, ikatoboa shimo kubwa kwenye jezi yake ya zambarau na akaanguka barabarani bila kupata nafasi hata ya kuomba msaada. Alikuwa mlezi pekee wa mmewe na watoto wawili wadogo. Dakika moja tu baadaye, upande wa pili wa barabara, kijana aliyevaa fulana nyekundu alipigwa risasi kichwani alipokuwa amejificha. Hakubeba silaha yoyote. Uchunguzi wa kina wa kimataifa ulithibitisha sauti za risasi na video zilirekodiwa kutoka pande zote mbili, na unaonyesha wazi kwamba risasi zote mbili zilitoka katika safu ya polisi walikuwa wamesimama mita 100 tu mbali. Hii ndiyo picha ya kwanza inayotisha kutoka uchunguzi wa kipekee wa CNN uliofichua maelezo ya kushangaza kuhusu mauaji ya kimbari yaliyofanywa na polisi wa Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Uchunguzi huo uliofanywa na mwandishi Larry Madowo pamoja na wataalamu wa uchunguzi wa chanzo huria umechanganua video zaidi ya dazeni, picha za satellite na sauti, na kuthibitisha kuwa askari wa serikali walipiga risasi za moto moja kwa moja dhidi ya waandamanaji wasio na silaha. Matokeo yake yanafichua sio tu mauaji barabarani, bali pia makaburi ya pamoja yaliyochimbwa haraka ili kuficha ukubwa wa ukatili. Kurudi nyuma kidogo ili kuelewa jinsi Tanzania ilivyofika hapa. Miezi kabla ya uchaguzi, serikali iliwazuia wagombea wakuu wa upinzani kushiriki. Viongozi wa Chadema na vyama vingine walikamatwa, wakatoroshwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Na siku ya uchaguzi, tume ya uchaguzi ilitangaza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa 97.6% ya kura. Ushindi ulioonekana na wengi kuwa wa kugushi kwa sababu upinzani mkubwa haukuwepo kwenye karatasi ya kura. Raia hasa vijana waliamua kutoa sauti yao barabarani. Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Dodoma na miji mingine ilijaza maelfu ya waandamanaji wakilalamikia wizi wa kura na ukandamizaji wa miaka mingi. Majibu ya serikali yalikuwa ya kikatili na ya haraka. Polisi na askari walitumia risasi za moto, machozi na kafyu. Mtandao wote wa internet ulizimwa nchi nzima na kuzuia video na picha zisizambae. Lakini video zilizoibuka baadaye zinaonyesha wazi waandamanaji wengi walikuwa na mawe na vijiti tu, lakini walipigwa risasi hata walipokuwa wakitoroka. Kulingana na CNN katika Arusha pekee, uchunguzi unaonyesha kuwa mauaji hayo mawili ya kutumia video zilizorekodiwa katika pembe tofauti. Risasi zililia kutoka upande wa polisi na wataalamu wa sauti walithibitisha umbali wa mwelekeo. Mwanamke huyo wa zambarau alikuwa barabarani akiwa na damu ikimiminika. Kijana wa fulana nyekundu alianguka, kichwa chake kikivunjika. Hizi ni mifano miwili tu kati ya maelfu. Machafuko haya yalienea haraka. Mwanza, mji wa pili kwa ukubwa, uligeuka kuwa eneo la maombolezo makubwa. Nje ya hospitali kuu ya mkoa, miili ilirundikwa kama mifuko ya ngano. Chumba cha kuhifadhi maiti kilijaa kabisa, na malori yalifika mara 4 kwa siku moja kubeba miili iliyozidi. Madaktari walipojaribu kukohoa ama kuokoa majeruhi, polisi waliwakataza na kuwachukua moja kwa moja chuoni ili waweze kukufia pale. Video zilizothibitishwa na CNN zinaonyesha miili ikiwa nje hospitalini, damu ikitiririka barabarani. Hali ilikuwa mbaya zaidi Dar es Salaam. Hospitali ya Mwamanyala iligeuka kuwa kaburi la wazi. Miili zaidi ya dazeni zilirundikwa sakafuni, baadhi zikiwa na majeraha ya risasi kichwani na kifua.
Serikali ilidai video hizo ni bandia, lakini uchunguzi wa CNN umethibitisha eneo hilo kuwa hospitali ya Mwamanyala. Dada mmoja alitambua ndugu yake kati ya miili hiyo, lakini familia nyingi hazikupata hata mwili wa kuzika. Ili kuficha idadi halisi ya waliouawa, polisi walichukua miili na kupeleka maeneo ya siri kaskazini mwa Dar es Salaam katika makaburi ya Kondo. Ardhi kubwa ilichimbwa haraka baada ya Oktoba tarehe 29, na picha za satellite kabla na baada ya machafuko zinaonyesha mabadiliko makubwa ya udongo. Eneo lilochimbwa kwa kina na kwa upana unaweza kubeba mamia ya miili. Video zilirekodiwa zinaonyesha ardhi mpya iliyogeuzwa, na vijana walilazimishwa kuchimba mashimo hayo makubwa usiku. Makundi ya haki za binadamu na mashahidi waliambia CNN kuwa miili iliyochukuliwa kutoka hospitali na barabarani ilizikwa huko ili kuficha ukubwa wa mauaji. Wiki 3 baada ya uchaguzi Novemba tarehe 21, Tanzania bado inavuja damu. Upinzani wa Chadema unadai zaidi ya watu 2000 waliuawa na katika wiki moja ya machafuko, idadi ambayo Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu yanaona inawezekana kutokana na ripoti zao. Serikali imekataa kutoa idadi rasmi, ikidai takwimu hizo ni za uongo. Rais Hassan alizindua tume ya uchunguzi, lakini wakati huo aliwaita waandamanaji watu walioajiriwa na wahalifu. Mamia ya vijana walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, hatia inayodhibitiwa kifo. Familia nyingi zimebaki gizani. Badala ya mazishi ya kawaida, wengi walizika mavazi au vitu vya wapendo wao. Mitaa iliyokuwa na kelele za furaha sasa inasikika tu maombolezo. Vijana waliouawa walikuwa wafanyakazi, wazazi, wanafunzi. Kizazi kilichotarajia maisha bora baada ya miaka mingi ya utawala wa chama kimoja, na badala yake walipata risasi na makaburi ya siri. Uchunguzi wa CNN umefichua yale ambayo serikali ilijaribu kuficha, kwamba polisi walipiga risasi moja kwa moja. Miili ilichukuliwa na kuzikwa kwa pamoja, na mogi zilijaa hadi kufikia ukingo. Na hii si tu hadithi ya uchaguzi uliogombaniwa, ni simulizi la taifa lililopoteza imani na watawala wake. Damu iliyomwagika barabarani inahitaji majibu, na dunia sasa inatazama Tanzania inayojaribu kuficha makaburi yake ya aibu. Je, haki itapatikana au historia itarudiwa? Majibu yanategemea hatua zitakazochukuliwa sasa, wakati taifa linajaribu kupona kutoka kwa jeraha lisilopona. Hii ndio taarifa ambayo tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, kutokana na uchunguzi mpana kutokana na shirika la CNN. Zidi kutusupport kwa kulike picha zetu na kusubscribe kwa channel yetu, kushare na vile vile kugonga alama ya kengele, ili pengine uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapokujuza. Hii ni Kenyascope.